Amur Media, ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin wa sallama taslima kathira. Amma ba'da, shukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mkarimu mwingi wa rehema, yeye ambaye tumwabudu, tumuhimidi, tumtegemea kila kitu, na kwa Mola wetu tujilinda na maovu nafsi zetu na matendo yetu. Aliongozwa naye na yote awezaye kumpotosha, na yote aliyomwa mwenyewe kukiuka kwa sheria yake, hakuna yote anayeweza kumuongoza. Ndugu zangu Waislamu, tutafanikisha katika dunia yetu na akhira yetu pale ambapo tutashikamana na dini yetu, ukweli wa kushikamana, tukimtegemea Mwenyezi Mungu, ukweli wa kumtegemea, na tukiyatenda tunayoyatenda katika ibada na katika shughuli zetu za kila siku, tukitaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usia wangu wa leo ni mfupi sana, na kuhusieni bila kusahau nafsi yangu, al-ikhlasu fil amali. Tujitahidi kila utakachokitenda, hata kikiwa ni katika mila, hata kikiwa ni katika ada kawaida yako ya kila siku, kitende kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kitende ukitaraji malipo kwa Mwenyezi Mungu. Hata ukimsaidia mtu, usimsaidie kwa kutegemea kwamba baadaye naye aje akusaidie. Usimsaidie kwa kutegemea kwamba akushukuru kwamba umemtendea wema, lakini msaidie kwa nia na malengo ya kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wa mtenda wema, na Mwenyezi Mungu ndio alisema hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Je, kuna malipo ya wema isipokuwa wema? Hiyo ni kwa Mungu. Ama binadamu unaweza kumtendea wema na asikulipi wema. Binadamu tuko vigeugeu. Jitahidi sana uwe na ikhlas katika matendo. Ukiwa na ikhlas, Allah atakupa taufiki. Unapotaka kutenda mambo yako hata ya kidunia, hata shughuli zako za kila siku, utazitenda vizuri, kwa kuwa unazitenda kwa ajili ya Allah, kwa kuwa unazitenda kwa kutaraji radhi zake Mwenyezi Mungu peke yake. Lakini kama hauna ikhlas, utafeli. Ukopa sana riya, ukopa sana sum'a. Usifanye kitu kwa kutafuta sifa, usifanye kitu kwa kujionesha, usifanye kitu kwa kutafuta watu wa kutaji, kwa kutafuta watu wa kujue. Usijifanyie publicity. Wewe tenda tu matendo na uyatende kwa ikhlas. Allah anaona na Waislamu wanaona, na Allah atakulipa kwayo. Na desturi ya Allah, akipokea matendo yako, ana tabia kukulipa duniani kabla ya akhera. Na kama hauna msaada wake Allah, huwezi kufanikisha, huwezi kutoboa. Kila siku tunapiga kelele tukisema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe peke yako ndio tunakuabudu, na wewe peke yako ndio tunakutegemea. Tujaribu haya tunayoyatamka tuyatie katika matendo. Tumtegemee ukweli wa kumtegemea, tumwabudu kweli kumwabudu. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi mswahili, mtume anasema law tawakkaltum ala Allah hatta haqqa tawakkuli, laiti nyinyi Waislamu, laiti tawakkaltum ala Allah, kama mngemtegemea Allah ukweli wa kumtegemea, haqqa tawakkuli, ukweli wa kumtegemea bila ujanja, mkamtegemea ukweli wa kumtegemea. Mtume anatuwasilia, anasema la razaqakumullah, Allah angekurahisishieni njia zenu za kupata riziki. Allah angekupeni riziki kama yarzuqu at-tayr,
kama gisi Allah anakuwa anaipa riziki ndege. Taghdu khimasan, asubuhi mapema inatoka katika chicha lake, makazi yake, inaruka ikiwa ndani ya tumbo lake haina kitu hata hiki. Na kawaida ukitizama chicha la ndege, ile nyumba ya ndege, mara nyingi pale mlangoni panakuwa haja kubwa, ishara ya kwamba usiku mzima inatoa uchafu. Alfajiri, asubuhi, inaruka kwenda kutafuta riziki, lakini inaporuka inamtegemea Allah. Kuruka inafanya ni sababu, haitegemei sababu, inamtegemea Mungu. Mtume anasema kama yarzuku tayr, Mungu anayeruzuku ndege. Takhdu khimasan, asubuhi inatoka katika chicha ikiwa ndani ya tumbo lake iko peku. Wataruhu bitanan, na inarejea tumbo limejaa, imepata riziki. Kwa hiyo Mtume anatuambia na sisi tukimtegemea Mungu atatupa. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi hilo ndani ya Qur'ani, akasema waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Atakayemcha Allah, Allah anasema yaj'al lahu makhraja, Allah atampa faraja, atakurahisishia njia. Kuna vingine vitajileta, hujui vimetoka wapi, na kile utakachotaka kufanya kitakuwa ni chepesi kwako, na Allah anachukua dhamana, anasema wayarzuquhu, na atakupa riziki min haythu la yahtasib, katika njia ambazo ulikuwa hutegemei. Takuja masha Allahu kana, anachotaka Mungu kiwe kinakuwa, wama lam yasha lam yakun, na asichotaka Mungu kisiwi hakiwi. Na Allah akatuambia sisi wanadamu, wama tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin, hamtotaka hamtoweza kufanya lolote mpaka atake Allah mola wa ulimwengu. Tuache kutegemea sababu, tumtegemee yeye mwenye kumiliki hizo sababu. Binadamu wengi wanategemea sababu, mpaka iko mithali ya Kiswahili inasema mzarau kazi fa maskini. Hii inapingana na tauhid, kwa sababu si kazi ndio inatupa riziki. Riziki na biyadillahi subhanahu wa ta'ala, riziki zetu sote ziko mikono yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kazi ni sababu tu, haijamaanisha kwamba kila mwenye kutumika anapata riziki. Wako wengine wanafika tena kwa muda na wanajituma, na wakati fulani riziki hawaipati. Na wako wengine labda tunasema ni wazembe kazini na wanatoboa, na wako wengine hawaendi hata kazini, wengine amebaki analala na inamkuta ndani. Yako ni yako, haiwezi kuwa mwenzako. Allah akikuandikia ni ya kwako itakukuta tu, la muhala. Hata kama binadamu wote watapinga, madama Allah amesema ni ya kwako, wallahi thumma wallahi itakuja. Na ile ambayo sio ya kwako, hata ufanye je, hata ujitahidi haje, haitakuja. Tumtegemee Mwenyezi Mungu ndugu zangu, na kuhusieni ikhlas fil amal. Umri wetu ni mdogo, hakuna mtu ataishi miaka 100 kati yetu, hamna. Na si ajabu miaka tumebakiza ni midogo ukilinganisha na yenyewe tuko nayo. Si ajabu miaka iliyobaki tuishi ni michache ukilinganisha na yenyewe tunayo sasa. Na sina shaka umri tutaishi kaburini ni mkubwa kuliko umri tumeishi duniani. Sina shaka na hilo. Hatutakufa mimi na wewe Hussein eti baada ya miaka 40 kiyama kifiki. Kwa ucha Mungu gani ambao tunao? Kama Mtume na Abubakar wana zaidi ya miaka 1000 ndani ya ardhi, wewe ndio kafanya 40? La yumkin, la yumkin. Tutaishi pale miaka mingi, lakini uhai wa pale tunauandaa hapa. Kwa tukiharibu hapa tunaumia pale, tukitengeneza hapa tunafaulu pale na tunafaulu kesho. Na hayo sio maneno yangu, ni maneno ya mtukufu wa daraja Mtume wetu Muhammad. Alisema al-kais, mwenye akili, mwenye busara, mwenye hekima, mandana nafsahu, ni yule ambaye anaikontrol nafsi yake. Sio kila nafsi inachohitaji anafanya, hapana. Anachunguza hiki nafsi inataka, dini nasema nini, Mungu kasema nini, Mtume kasema. Ndio mwenye akili.
ndio mwenye busara, ndio mwenye hekima. Hatuna uhuru isipokuwa chini ya misingi ya dini. Udkhulu fi silmi kafa, ndio dini na hukumu hivyo. Ukishakuwa Muislamu, ingia ndani ya Uislamu weye wote. Kilichoamrishwa na dini fati, kilichokatazwa acha, hata kama nafsi yako inataka. Mwenye busara ni huyo, mandana nafsahu, anasema Mtume, anaikontrol nafsi yake, wa amila lima baada almaut, kisha akayaandaa na kuyatenda yale yatamfaa baada ya kufa. Huyo ndio ana akili. Kisha Mtume akasema, wal ajiz, naudhu billahi min dhalik, na asiyoweza, mjinga, asiyojitambua, manittabaa nafsahu hawa, ni yule ambaye matamanivu ya nafsi yake yanampeleka hovyo. Yani kila chenye nafsi inataka, yeye hataki kujua dini nasema nini, anaruka nacho. Alafu kwa ujinga wake, watamanna ala Allahi al-amani, afanya huyo ujinga, kila chenye nafsi na mtuma, cha haramu yuko, cha halali yuko, kichafu yuko, lakini ana matumaini, anasema nikifa pepo tutaingia kwa huruma wake, sio matendo. Na pengine ukimshauri anakuambia usioni ajabu na sala zako nikakupita nikaingia peponi. Wanajibu hivyo wengi, na ukiingia peponi usinishiki mkono. Ndo hao wajinga. Lakini mwenye akili anaikontrol nafsi yake. Tujitahidi sana ndugu zangu Waislamu, ikhlas. Na ikhlas fasi yake ni hapa sio hapa. Ndo alisema Mtume, sio mimi. Alisema attaqwa hahuna, wa ashara ila sadri. Mtu alisema ucha Mungu hapa, akaashiria kwa mara 3 hapa. Kwa nini sikusema huko? Mtume aliashiria kwenye roho. Roho haiko huko, roho iko huko, mambo ya kusota. Na Allah akahukumu akasema, intubidu ma fi sudurikum au tukhfuhu ya'lamu Allah, ikiwa mtaweka wazi yako vifuani mwenu, katika nia zenu na malengo yenu na makusudio yenu mazuri na mabaya, au mkayaficha, Mungu anayajua. Sio lazima uadisie, kumbe tenda unayotenda kwa ikhlas. Na kuhusia ndugu yangu, wallahi ikhlas ndio inapelekeaga hata ada, yani jambo lako ambalo ni kawaida inakuwa ibada. Ikhlas, labda ameumwa mdogo wako au ndugu yako, wewe kwenda kumuona hospitalini ni ada, ni kawaida, ni ndugu yako, lakini ukaenda kwamba Mtume alisema katika haki ya Muislamu kwa Muislamu wenzake ni kwenda kumtembelea pia pindi yuko mgonjwa. Kwa hiyo mimi nakwenda kwa kutii hii amri. Hiyo matembezi yako hospitalini inakuwa ni ibada. Tujitahidi tutumie ikhlas sana. Wallahi maisha au afya situdanganye. Umri wetu ni mfupi sana. Allah tukumbushe kwa mwendo. Na leo wasomaji wa kitabu hawapo, walishapata sawabu nyingi mashaallah. Na tunaisoma faida ya 49, fiqhu al-istimsak bid-din, fiqh ya kushikamana na dini, ujuzi na elimu na fahamu ya kushikamana na dini. Hatutofaulu kama hatutashikamana na dini, kwa sababu ya dini ya Uislamu Allah aliwatuma mitume, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Allah anasema kila umma tulitumia mtume na lengo ilikuwa ni moja, kuwafunza watu wao wamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, na wawafunze kwamba wajitenge mbali na vingine vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah. Na ndio maana mitume wote walikuwa wanaanza dawa yao, mafunzo yao na tauhidi. Na ndio maana tushikamane sana na dini, kwa sababu ya dini Allah aliteremsha vitabu. Kila mtume, kila nabii alikuwa na kitabu. Kwa sababu ya dini Allah subhanahu wa ta'ala aliwatuma manabii na mitume ili waje watufikishie, ili kesho mbele ya Mwenyezi Mungu tusiwe na hoja mbele yake. Na jana tulikuwa tunapozungumzia masuala ya amana na kiasi gani amana imepotea
Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi kwenye hilo swala, kama anavyosema muallif alkitab, anasema kwenye dunia ya leo tunayoishi, anasema laqad shahada an-nasu al-yawm misdaqa hadha al-hadith an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, watu wengi leo tunayashuhudia ukweli wa hadithi ile tuliyosoma jana, ya kwamba unaweza ukawakusanya watu 100 au wakati mwingine hata 1000, pengine mwao 100 ukiwakuta watu waaminifu, kwa maana ya kuweza kufikisha amana, au akipewa anaweza akailinda amana, pengine mwao 100 wakiwa wengi na ushuru labda unaweza kuwa ichi 10 NDZ ndio utawapata, lakini ni vigumu sana kwenye dunia leo, mpaka hata wenye kutoa mikopo wanakuwa waoga, mpaka wenye kutuma mahari wanakuwa waoga. Leo imefikia mpaka kamati za misikiti kama yote ina akaunti benki. Kwa nini bwana? Kwa ucha Mungu? Au wakiziweka ndani ya zitakaa? Misikiti kama yote ina akaunti benki. Eti kaka ni ucha Mungu? Naam, aje tuweke wazi. Napendaga watu wakubwa juu na mimi nafaidika. Wanani? Ndio maana nimeuliza. Mimi kwa ngoja hiyo inategemea, hiyo nataka nijue. Lakini naona umerudia kule maji. Kule benki wanazipeleka kwa sababu hata wenye wako mkamati hawaaminiani wote, kwamba hata sikikaa kwa mzee fulani, inawezekana mzee fulani yako muaminifu, lakini labda kuna kijana wake akazichomoa. Maana kuna watu wanajua kuchomoa hata zikiwa msanduku, na ndio ziko msanduku, mtu anaipindisha na zinatoka. Kwa hiyo ili pesa isiliwi, iende wapi? Kuna zingine ambazo unakutana, kuna misikiti mingine leo unakutana ubao kama ule, wewe ukiingia utazani ni ubao wa kufundisha watoto Qur'an, kumbe kila sala wanaandika pesa imeingia. Yaani dhuhuri 30,000 zimeingia, ili muamini na nyinyi pia kama maamuma mtosheke na ile yenu kwamba ipo. Ndio tumefikia ulimwengu wa leo. Yote yajua nini? Hakuna waaminifu wa kuweka amana. Ulimwengu umefika pabaya. Allahu musta'an. Anasema Sheikh, fa innaka tasta'ridu an-nasa rajulan hatta tablugha ila haddi 100 au 100. Anasema inawezekana ukakusanya au ukawaendea watu, ukakusanya mmoja baada ya mwingine mpaka ukafikia kwenye idadi ya 100 au kwenye idadi ya 100. La tajidu rajulul amin, na katika hiyo idadi ya 100 au 100, maana ndio maelfu, ukamkosa hebu hata mtu huyu ambaye ana sifa ya uaminifu, alladhi adda al-amana kama yanbaghi fi haqqi llahi wa fi haqqi nnas, ambaye unaweza kumpata anatekeleza amana kama yanbaghi, kama inavyostahili. Kuna amana za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo tunatakiwa tuzitekeleze, na kuna amana za binadamu wenzetu. Amana zake Mwenyezi Mungu mathalan ni sala. Tuchukulie sala, Allah amesema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hakika sala kwa Waislamu, kwa waumini ni kwa nyakati maalum ambazo zinajulikana. Kuna mtu unamkuta mashaallah Mungu amemjalia kunako hilo ni mwaminifu, sala na isali kwa wakati wake, isipokuwa labda impite kwa usingizi, lakini nawe mshughuli zake hakubali kupoteza muda wa sala wako. Ramadhani ikifika anafunga, kwenye haki za Mungu yupo, sadaka wakichangisha anatoa kadiri ya uwezo, mawaidha yakiwepo anasikiliza, khutba siku ya Ijumaa khatibu atapanda hapa, yuko kwenye safu wapo. Lakini si ajabu huyo kamtizame kule kwenye kibarua, kwenye kazi anayotumika, labda ameajiriwa ni mwalimu, au labda pengine ni headmaster, ni director,
au labda ameajiriwa, pengine ni duka la fulani anauzisha. Kamtizame, anafika kwa muda, anatoka kazini kwa muda aliyokubaliana na bosi. Wachache tena, si kwamba eti kuna dharura, hapana. Kule kazini mzembe na kusudi, na hasa waalimu, Allah atawauliza katika watu ambao tuna mitihani mbele ya Mwenyezi Mungu ni waalimu, kwa sababu unapokuwa mwalimu, kama alivyosema Sheikh Ibn Uthaymeen, unapokuwa mwalimu ni kwamba wazazi wa wale wanafunzi wamekuamini, wakakuletea wanao uwafunze. Kwa hiyo kama masomo, nidhamu ya masomo imeandaa kwamba durusi zinaanza ni 1:30 na wewe una saa ya kwanza, unatakiwa 1:30 uwe darasani, ukawa una tabia kuchelewa hata dakika 2, 3, 5, utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ni haki pia ya wale wanafunzi na wale wote mlioajiriwa serikalini. Kazi inaanza muda gani? Reponi muda gani? Muda gani mnatakiwa mtoke kazini? Wewe ukaona kwa kuwa chifu hayuko, hakuna anayeniona katika viongozi, yuko anayekuona, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, atakuuliza. Na vile vile uko imam ratib msikitini, unapewa sabuni. Uko Bilali msikitini, unapewa sabuni. Umepewa majukumu na msikiti, wewe ndio imamu, alafu inafikia mpaka muda wa kukimu sala haupo. Upate bahati uwe na dharura ambayo sheria inakubali, kinyume na hivyo utajibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wakati mtu anayachukulia anaona madogo, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu ni mazito. Wilayatul amri fi dinina taklifun la tashrif, usimamizi wa jambo lolote utakalopewa dini na uchukulia kwamba ni majukumu, sio matukufu. Kwa hiyo ukipewa majukumu yoyote yatekeleze ipasavyo. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sahaba Mtume Muhammad, siku amechaguliwa kuwa amiri wa Waislamu baada ya kufa Abu Bakar. Ile siku amechaguliwa mchana, usiku wa kuamkia kesho alilala usiku mzima analia, wallahi analia. Mke wake anamuuliza, kwa nini unalia? Anamwambia mke wake, nimepewa majukumu mazito, niko nafikiria kama ikitokea kule Iraq, yuko Madina, sema kule Iraq tayari ni nchi ya Kiislamu, ikitokea kule Iraq labda kuna mnyama, kuna ngamia au kuna punda ilikuwa inakwenda kunywa maji au itakuwa inakwenda kunywa maji sehemu, akawa kuna miti ikashindwa namna ya kupenya ifike kwenye malengo, Allah akaniuliza, ya Umar, lima lam tuwassi laha tariq, Umar, kwa nini ule mnyama haukupanulia njia upate pa kupita? Kama Allah akaniuliza kuhusu wanyama, vipi binadamu? Na ndio maana ukisoma sira, ukisoma historia ya viongozi walioongoza Uislamu kuanzia mtume wetu Muhammad mpaka wale waliokuja baada yake, sawa iwe ni kwenye daura ya Umawiya, le Uzumawiti au Abbasiti, utawakuta wale walikuwa kiongozi namba moja ndio walikuwa wanaendesha ibada. Zama za mtume hakuna mtu alikuwa anasalisha wala kuhutubu, ilikuwa ni mtume peke yake Madina. Na zama za Abubakar ilikuwa ni Abubakar peke yake Madina, wengine misikiti mingine, sala za laidi, sala za Ijumaa, sala 5. Na zama za Umar na zama za Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, bali Ali walimuua yuko anaenda kusalisha. Ali ibn Abi Talib, as-salatu ya ibadallah, ndio alimtinga njiani kama Ali ibn Abi Talib ana kusalisha sala ya alfajiri. Umar aliuawa yuko anasalisha msikiti, na waliokuja kuhukumu baadaye mpaka magavana wakina Hajjaj pamoja na mabaya yao walikuwa wanasalisha. Tizameni sasa ulimwengu wa leo ulivyo.
Alikuwa ananiuliza kijana wangu, tuko tunakuja njiani, sema kwa nini leo wasomi wengi wa dini, mashehe wengi, kwa nini sio hata maimamu misikitini? Kwa nini hawaendeshi ibada? Allah waongoze na atuongoze sote. Naam. Kwa hiyo haya ni majukumu ambayo yanatakiwa wasomi waliotangulia waliyatekeleza, lakini tuko tunakwenda kwenye mambo ambayo wengi katika wasomi wa dini wanapenda ofisi, hawapendi tena kwenye misikiti, ila marahima rabbi, isipokuwa wachache ambao Allah amewarehemu, lakini wengi hawamo tena misikitini, wako tayari waje kusali kama Waislamu wengine, na wengine wanaharibika. Kijitolea kijana sasa akatoa darsa au mawaidha, yeye shehe kwa kule nyuma, kazi yake tu hiyo hadithi ni dhaifu, pale amekosea lugha, pale ni hivi. Nadhani wapo kama hao, Allah waongoze. Ndugu zangu Waislamu, tushikamane na dini. Kwa hiyo kama alivyosema Sheikh, anasema qad tajidu rajulan aminan fi haqqi Allah, unaweza kumkuta mtu kwenye haki zake Mungu ni muaminifu, kama nilivyosema, yuaddi salat, anatekeleza sala, wa yuaddi zakat, wa yasumu wa yahuju, somo ikifikia anafunga na anahiji, wa yadhkuru Allah kathira, na anamtaja Mwenyezi Mungu sana, kunako dhikri pia alhamdulillah. Naam, wa yusabbih, na wakati mwingine anazifanya tasbih, lakinahu fil mal laysa aminan, lakini huyo kunako. Na ndio maana napenda kuambia vijana wangu, nadhani wanakumbuka kauli napendaga kuambia, usimshuhudie yote katika jamii kwamba ni mcha Mungu kama bado ni maskini. Subiri awe bosi azinyaki, alafu kimwona azikumbadilisha, huyo ni mcha Mungu. Lianna alfulusa tughayyiru nufusa, kwa sababu kawaida ya pesa inabadilisha nafsi. Dalili, Allah anasema ndani ya Qur'an, innal insana la yatgha mata arraahu istaghna. Mungu anasema hakika binadamu anavukaga mipaka, anakuwa anatembea na inua mikono, anavimba, kipita kwa gari lake na upepo, hateremshi kioo kusalimia wengine. Wakati gani? Arraahu istaghna, anapojiona amekuwa bosi, ana change. Nakwambia mimi sikuangalia sabuni tena za kifula. Mimi watoto wangu hawezi kusoma mwa masomo ya kaki. Ukimsikia lugha za hivyo, mpunga upo. Mimi hapana, mimi siwezi kujideplace. Zipo Sheikh, watoto wangu hawezi kusoma mwa masomo, watoto 80. Anasahau kwamba na waziri na maraisi na sisi ndio masomo tulisoma, lakini unasema haya hawezi kusoma. Pesa ipo. Kwa hiyo ukimwona mtu anazo na Mungu amemjalia na msimamo, huyo ni mcha Mungu. Kuna wengine akizinyaka Sheikh, hata msikitini utamkosa kwenye sala za jamaa, na anakwambia niko busy na maisha. Mali kama hiyo Mungu asitupi nayo. Semeni amin. Maana kuna wengine vijana wanasema tu Mungu tupe tu, hata kama hapana, akupe zile ambazo hazitakutoa kwenye mstari. Na kwa hiyo wapo hata katika mashehe, wapo ambao ni mashehe, ni maimamu, wanasali, wanasalisha, wanafunga, lakini kuna pesa sio waaminifu. Wapo. Na katika maamuma pia wapo, kama alivyosema shehe, anasema inukila ilayhi amalul hukumi. Wako wengine anapopewa kazi hukumi, kazi ya serikalini, farata, anajikuta haitekelezi ipasavyo. Kama ile nimesema, anachelewa, wakati mwingine anatoka kazini kabla ya muda, wakati mwingine yuko kazini hawapokei watu kwa muda. Nadhani hizi tuhuma ziko. Unaweza kwenda katika baadhi ya ofisi, katika baadhi ya hospitali, na mnatonda, mko kwenye sira ya kuingia, yeye yuko kwenye simu. Si wapo kwenye simu hata dakika 10. Na wakati mwingine nafikia wagonjwa wanafishwa kabisa yuko kwenye simu. Na wakati mwingine unaingia na kumwambia sindaku wa magari sijakuita, rudia kwanza. Nasahau kama Allah atakuhesabu. Wapo kipata. Mwenyezi Mungu atulindie dini yetu ya Rabbi. Waswara la yati lidawam. Wako watu wakipewa kazi serikalini anakuwa hafiki kwa muda. Anasema Sheikh hivi,
illa mutaakhiran, na akija anakuja amechelewa, na wakati mwingine akija amechelewa anataka atoke mapema. Hoja yake kwamba basi zinasumbua, wa yakhruju kabla intihai alwaqti, na anataka atoke kabla ya muda kuisha. Matokeo, wa yudhi'u al-ayyam al-kathira fi ashghalihi al-khassa, na wakati mwingine unakutana anashinda masiku mengi atekeleze wajibu wake kule serikalini, yuko shughuli zake haswa. Kama ana shughuli zake hizo za kwake, ndio yumo. Wako watu wako hivyo, wala yubali tena anapokuwa anafanya makosa kama wala hajali. Anakuambia mimi niko na contract, manake chifu akinifukuza hapa itabidi afanye nini? Anilipe, anifungashie. Niko na contract ya binadamu. Baki ya yule yuko kule, Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza. Na anasema ma annaka tajiduhu fi muqaddimati an-nas fi masajid, subhanallah. Na kuna wakati unakuta kama hao ambao wako na mapungufu kwenye majukumu waliopewa, ima serikalini ima kwenye makampuni. Wallahi ikifika wakati wa sala wanamkutana kwenye safa ya kwanza, tena mapema. Si kwamba anamtoa mtu, anafika mapema, yani kwenye haki za Mungu, alhamdulillah. Na wako wenyewe sasa, subhanallah, na za Mungu na za dini hawapo. Tuko nao wengi katika kaka zetu wakubwa, wana makazi muda mrefu hata serikalini. Unamchunguza hivi, Uislamu wake ni kwenye sala, hana ndevu hata moja, tena kwa miaka yote yeye wa kuparuaga tu, na anaona kawaida, na miaka yote anavaa isbali, kila akivaa nguo yake ni kirefu, iwe suruali kirefu, wala akimwambia kitu. Wapo. Allah tulindie Uislamu wetu. Jamani, narudia tena, utukufu wetu ndani ya dini. Tushikamane na dini tutafaulu, na kama tushikamana na dini tutafeli. Na kwa hiyo watu kama wanakuta kwenye safa za kwanza wapo, wa fi sadaqat, na katika kujitolea wanakuwa ni wepesi, wanajitolea pamoja na kuona mapungufu. Wa fi siyam, na ikifika wakati wa saumu wanafunga Ramadhani. Na mbaya zaidi, wa fi hajj, na wako na hija 2 3 na hata zikija za bure na wenyewe wanastaka yemo, wanakwenda. Na mbaya zaidi, lakinahu laysa aminan fi jihati ukhra, lakini wanakuwa si waaminifu kwenye njia nyingine, wanakuwa si waaminifu. Na ndio maana ninakuhusieni bila kuisahau nafsi yangu, jitahidi uwe mkweli, mpaka wale unaishi nao wakujua kama wewe ni mkweli. Heshimu watu, usiwavulie adabu. Usiwe na tabia ya kusema nitamkomesha fulani, wewe ni dhaifu, lakini mnasihi mtu kwa heshima, na unasihi kwa kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukipewa majukumu yatekeleze ipasavyo, ukumbuke kuwa utaulizwa na Mwenyezi Mungu kabla ya yule anayekutumikisha, na akikulipa malipo yako mshukuru Mola wako. Na ikitokea umefanya kazi hakukulipa, Allah atakulipa. Na ukimtumikisha unayemtumikisha, kuwa makini sana, usimtumikishi zaidi ya kazi mlizokubaliana, isipokuwa kama utamlipa cha ziada. Na ukimpa vizito msaidie, kwa sababu Allah kushindwa kugeuza huyo unayemtumikisha kutumikisha na wewe, lakini Mwenyezi Mungu amejalia riziki yake huyo ipite mikono yako wewe, ili kesho Allah kuhesabu vizuri. Fuata mafunzo ya Mtume utakapojalia kuwatumikisha watu. Hadithi 2 na ndio ninamalizia. Ya kwanza anasema Mtume, matlul ghaniyi dhulmun, matlul ghaniyi dhulmun. Bosi kurepeza kulipa deni na uwezo upo kwa Allah, anaandikiwa kama anamdhulumu mfanyakazi wake. Kwa hiyo ukiwa unamtumikisha mfanyakazi wako, mkapatana kuwa atakuwa anapokea tarehe 25, ikifika hiyo pesa ipo, mpe. Ukisema leo ni Jumapili nitampa kesho Jumatatu na unayo, Allah anaandika umemdhulumu. Kwa nini unamchelewesha? Na ni haki yake. Matlul ghaniyi dhulmun. Hadithi ya pili, Mtume anasema atil ajira ajrahu qabla an yajifa arqu, mlipe mfanyakazi ujira wake kabla jasho yake haijakauka.
Acheni kuwasumbua watu pindi wamemaliza kazi, mpaka nifanye control, mpaka nitizame hivi nimelala. Mwambieni atarudi baadaye. Itakillah, mwogope Mwenyezi Mungu. Maana kuna wabosi wanayo tabia, anamtumikisha mtu kazi amemaliza, yeye ndo anamfuata bosi anajibu kwamba nimelala, mwambieni aje jioni. Subhanallah, mpe chake. Tujitahidi sana. Laiti kama Allah angekuwa kufanyia hivyo, sijui maisha duniani tungeyapeleka aje. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa kurehemu na ni mpana sana katika kugawa. Tujitahidi inshallah tuyatende mema na tutaraji malipo kwa Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye mweza. Namalizia nikisema kwamba usiku wa nafsi bil ikhlas fil amal, na kuhusieni bila kuisahau nafsi yangu, kila mmoja awe na ikhlas katika matendo. Kila utakachofanya kifanye kwa ajili ya Allah na utaraji malipo kwa Mwenyezi Mungu. Mola wangu, nimefikisha, ninakuomba niwe shahidi ya Rabbi. Allahumma. Ibn Nyamweru Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas.